نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu Waislamu, maudhui ya khutba yetu ya leo tutazungumzia moja miongoni mwa tabia muhimu sana ambazo anatakiwa asifike nazo Muislamu, nayo ni tabia ya alwafa. Tabia ya alwafa ni tabia ambayo inamfanya Muislamu aweze kuwa na kumbukumbu njema kwa wema ambao ameshawahi kufanyiwa, na akaukumbuka ule wema na akauingiza katika matendo yake. Hii ni miongoni mwa tabia adhim ambazo Uislamu umezijenga, umezilea, nayo ni tabia ya alwafa, au kwa maana nyingine gratitude au loyalty. Gratitude au loyalty. Na maana ya alwafa huwa taadiyati alhuquq kamilatan, ni mtu kutekeleza haki kwa ukamilifu. Wa sidqi alahd, na mtu kuwa na ukweli katika ahadi. Wa injazi alwa'd, na utekelezaji wa ahadi aliyoitoa. Wa hifdhul amana, na mtu kuwa na uwezo wa kuhifadhi amana aliyopewa. Na alwafa yuaddu min a'zam makarimul akhlaq, ni katika kilele cha tabia njema ambazo Muislamu anatakiwa asifike nayo. Ndugu zangu Waislamu, leo hii tunaishi zama ambazo alwafa imekuwa ni bidhaa adimu sana miongoni mwetu sisi kama wanajamii. Wengi wetu tunasahau tulipotoka. Wengi wetu tunasahau wema tuliofanyiwa na watu wengine. Wengi wetu tunasahau na kujisahaulisha kwamba iko siku moja tulishikwa mikono na watu na tumefikia sehemu tulipofikia ni kwa sababu ya misaada na usaidizi wa watu wengine. Na wakati mwingine yule ambaye amefanyiwa wema, badala ya kulipa wema analipa maovu. Anageuka na kuwa adui wa yule ambaye amemfanyia wema katika maisha. Anakuwa hasid kwa yule ambaye amemfanyia wema. Yani badala ya kumlipa wema, sasa yeye anakuwa ndio adui namba moja wa yule ambaye amemfanyia wema. Mshairi anasema: idha anta akramta alkarima, kama wewe utamkirimu mtu mwema, malaktahu, utamtawala, kwa sababu atakuwa hana usemi wowote mbele yako. Kwa sababu gani? Ulishawahi kumfanyia khairi, ulishawahi kumkirimu. Mtu mkarimu anapokirimiwa kama vile anakuwa mtumwa wa waliomkarimu, kwa sababu anakumbuka fadhila ile, na anasema wa idha akramta al-laima tamarrada. Lakini ukimkirimu mtu wa hovyo, al-laim yani kwa Kiswahili chepesi kabisa ni mtu mshenzi. Ukimkirimu mshenzi, tamarrada, anakugeuka wewe uliomkirimu, anakuona wewe ni adui, anaanza kukufanyia husda, anaanza kushindana na wewe bila kukumbuka kwamba wewe unawezekana ulimtoa kule alipo ukamleta pale alipo sasa hivi, lakini anakuona kama wewe ni munafis,
kama wewe vile vile, yani anakuonea husda katika kile ambacho unacho. Huyu ni mtu anaitwa al-laim, ni mtu ambaye ana alama za kishenzi. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akauliza swali na kulijibu, hal jazaa'ul ihsani, je, malipo ya mtu anapomfanyia mtu mwingine wema illa al-ihsanu, si kufanyiwa wema vile vile? Kwa hiyo malipo ya mtu anayekufanyia wema, Mwenyezi Mungu anasema ni wewe kumfanyia wema vile vile na kukumbuka wema aliyokufanyia. Na anasema katika aya nyingine, wala tansawul fadla bainakum, wala msisahau fadhila mlizofanyiana baina yenu, inna Allaha bima ta'maluna basir, kwani hakika Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo mnayoyafanya ni mwenye kuyafahamu, mwenye kuyaona. Pamoja na kuwa aya hii imeshuka katika mtiririko wa aya za ndoa, lakini wanachuoni wanasema aya hii ni msingi mkubwa wa alwafa, kwamba mtu hasahau fadhila ambazo amefanyiwa au amefanyiana na mwenzake. Sasa tukiangalia, utakuta hususan katika maisha kama maisha ya ndoa, na ukisikiliza kesi za wanandoa ambao wameishi miaka 10, miaka 15, miaka 5, miaka 20, lakini katokea wakakhtalifiana, ukisikiliza kesi zao unaweza kusema kwamba hakuna wema wowote uliofanyika katika miaka hii 10. Yani ilikuwa ni uadui mtupu. Ukisikiliza mke anavyomzungumzia mume wake, unaweza kusema huyu ni Firaun kabisa ambaye yuko mbele yangu hapa, kwa sifa ambazo mwanamke anazitoa. Lakini ukisikiliza mume anavyomzungumzia mke wake, unaweza kusema hakuna mwanamke muovu duniani kama mke huyu. Lakini ukweli ni kwamba wameishi, wamefanyiana fadhila nyingi, wamefanyiana khairi nyingi, wana watoto baina yao, wamelala chumba kimoja, kitanda kimoja, blanketi moja, lakini wamesahau fadhila baina yao. Alwafa imeondoka kwa khilafu ndogo ambayo imejitokeza. Kwa hii sio sifa ya Muislamu kusahau fadhila akatanguliza mbele tofauti au khilafu ambayo imejitokeza baina ya yeye na yule ambaye anafadhiliana naye. Usifute historia ya mtu kwa kosa moja. Daima ni historia itabaki kuwa ni historia na wema utabaki kuwa wema. Tuna tabia sisi, mtu anakufanyia wema mema 99, alafu anateleza anakufanyia kosa moja tu. Unalichukua lile kosa moja ndio unachukulia kwamba ndio maisha yote, 99 yote unaifuta. Hii sio alwafa katika Uislamu, sio sifa ya alwafa. Weka katika mizani mema yake, weka katika mizani makosa yake, halafu angalia mema yake yana impact gani, yana athari gani, na hapo ndio unaweza kutoa maamuzi yaliyokuwa sahihi, na hapo unakuwa na sifa ya alwafa. Usivunje daraja la shukrani kwa sababu ya kutofautiana na yule ambaye unatofautiana naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sunia ilayhi ma'ruf falyukafihu, mtu yeyote atakayefanyiwa wema basi aulipe ule wema kwa kufanya wema. Fa in lam yajid ma yukafihu, kama atakosa kitu cha kumlipa mtu aliyomfanyia wema, falyad'u lahu, basi amuombee dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yara annahu qad kafahu, mpaka ajiridhishe kwamba kwa dua ile aliyomwombea ndugu yake basi atakuwa ametekeleza haki yake ya kumlipa wema ambaye amemfanyia. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu ambaye amekufanyia wewe wema katika maisha yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mfano bora wa wema, na katika wema na wafaa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha na hakusahau mpaka siku ya anaondoka katika mgongo wa ardhi, ni wafaa aliyokuwa nao kwa mke wake Bi Khadija radhiyallahu anha. Vitabu vya sira vimejaa maelezo na jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifanya hata baada ya Bi Khadija kufariki, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaona kama hawezi kulipa fadhila alizofanyiwa na mkewe Bi Khadija radhiyallahu anha, anajitahidi kila siku kuvumbua vitu vingine vipya vya kumkafi au vya kumlipa Bi Khadija radhiyallahu anha. Ya mama Aisha radhiyallahu anha anasema, ma ghirtu ala ahadin min nisa'i nabii sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadija, sijawahi mimi kupatwa na wivu kwa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama nilivyokuwa na wivu kwa huyu mwanamke Bi Khadija. Wakati ameshafariki anamwonea wivu wakati ameshatangulia mbele ya haki. Wa kana idha dhabaha ash-shata yaqul, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hata alikuwa akichinja mbuzi kwa ajili ya sadaka anasema, irsilu biha ila istiqa Khadija, chukueni huyu mbuzi nendeni mkamgawe mbuzi huyu kwa marafiki zake Bi Khadija radhiyallahu anha. Yani
ile ni alwafa ya kukumbuka jinsi gani ambavyo aliishi vizuri na mkewe Bi Khadija na jinsi gani alivyomsaidia katika maisha yake ya da'wa. Hakumsahau mama wa watoto wake aliyesimama naye wakati wa shida, ambaye ameanza naye maisha. Lakini sisi tunasahau kwa wepesi kabisa wale ambao tumeanza nao maisha, wale ambao tumesaidiana pamoja kwa sababu ndogo ndogo ambazo kusema kweli si sababu za msingi. Mfano mwingine ambao tunapigiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sifa ya alwafa ni wafa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa rafiki yake Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Inahadithiwa kwamba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu siku moja aligombana na Umar radhiyallahu anhu. Wote ni masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipishana katika jambo, na walipopishana Abu Bakar akamkosea Umar radhiyallahu anhu, ima kwa maneno, kwa kauli au kwa jambo lolote lile. Umar akakasirika, akaondoka kwa hasira. Abu Bakar akagundua kwamba amemkosea ndugu yake Umar radhiyallahu anhu, akawa anamfuata nyuma huko akimwambia, samahani ndugu yangu, nisamehe, nimekosea. Lakini Umar hakuwa kugeuka nyuma, akaenda mpaka nyumbani kwake na akaingia ndani na akabamiza mlango mbele ya uso wa Abu Bakar radhiyallahu anhu, kuonyesha kwamba amekasirika sana. Akamfunga mlango. Abu Bakar akajisi sasa amemkosea ndugu yake, amemwomba radhi, hamsikilizi, amefunga mlango, hawezi kuongea naye. Ikabidi aende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawa anakuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa Abi Darda alikuwa kwenye kile kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, anahadithia, anasema kuntu jalisa inda nabii sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa nimekaa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Idh aqbala Abu Bakar, ghafla tukamwona Abu Bakar anakuja. Akhadha bitarafi thawbihi hatta abda an rukbatihi, ameshikilia kanzu yake upande mmoja mpaka goti lake linaonekana, yani anakuja kwa spidi, hataki ile kanzu imcheleweshe kwa kutembea yani. Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, wakati anakuja Mtume anamuona, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, amma sahibukum faqad ghamara, huyu ndugu yenu anayekuja huyu ameshafanya jambo huko, kuna jambo limemtokezea kwa huu mwendo anaokuja nao. Fasallam, Abubakar akaja akasalimia, waqala, na akasema, inni kana baini wa baina ibn al-Khattab shay, ya Rasulullah, kumetokea baina yangu mimi na Umar ibn al-Khattab jambo fulani la kukosana. Fa asra'tu ilayhi thumma nadamtu, nikamwendea ndugu yangu Umar haraka haraka, nikajuta kwa kile ambacho nilikifanya. Fasaltuhu an yaghfira li, nikamuomba Umar anisamehe makosa yangu. Fa aba, akanikatalia. Fa aqbaltu ilayk, nimekuja kwako ya Rasulullah ili uweze kuingilia kati swala kama hili. Faqala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yaghfirullahu laka ya Aba Bakar, yaghfirullahu laka ya Aba Bakar, yaghfirullahu laka ya Aba Bakar, Mwenyezi Mungu akusamehe ya Abu Bakar. Akarudia mara 3. Wakati anazungumza maneno haya, thumma Umar akajua amekosea, amemkosea Abu Bakar, amemfungia mlango, hakumkaribisha na hakumsikiliza, akajua amekosea, akawa anamtafuta Abu Bakar amuombe radhi. Akaambiwa yuko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar ameshashtakia, Mtume sallallahu alaihi wasallam uso wake ukabadilika. Alipokea hadithi, sahaba alipokea hadithi, anasema uso ukawa tamaara, ukawa uso wake ni mwekundu wakati Umar ibn al-Khattab anakuja. Fajala wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatamaar hatta ashfaqa Abu Bakar. Abu Bakar alipomwona Mtume amekasirika, akapatwa na huruma, akaona kwamba amemshtakia, labda amemchonganisha rafiki yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fajatha ala rukbatayhi, Abu Bakar akaanza kutembea kwa magoti kumwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, akamwambia Mtume wa Mwenyezi Mungu, wallahi ana kuntu adhlam, na hapa kwa Mwenyezi Mungu mimi ndo nilimdhulumu Umar, yeye hajanifanyia kosa lolote, mimi ndo nilimdhulumu Umar. Faqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huko amekasirika, inna Allaha ba'athani ilaikum, Mwenyezi Mungu amenituma mimi nije niwaletee ujumbe kwenu nyinyi. Faqultum kadhabt, lakini huko mwanzo mlinikadhibisha. Waqala Abu Bakar sadaq, na Abu Bakar akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ukweli. Wa asani binafsihi, huyu Abu Bakar ambaye leo mnamnyanyasa ndio alioniliwaza mimi kwa mali yake. Fahal antum tariku li sahibi, naomba mniachie rafiki yangu.
mtu yoyote asimuudhi, mtu yoyote asimguse. Subhanallah, aliyekosa ni Abu Bakar na amemkosea Umar, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama huko amekasirika kwa sababu ya kukosewa Umar na Abu Bakar, na Abu Bakar kuja kushtaki kana kwamba aliokosewa ni Abu Bakar, na akakumbusha fadhila ambazo Abu Bakar amezifanya katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu asimguse huyu rafiki yangu, mtu asimguse, au amekosa au amepatia, sitaki mtu amguse. Riwazi nasema kuanzia siku ile hakuna mtu aliyomkera aliyemuudhi Abu Bakar kwa jambo lolote. Kwa sababu gani? Mtume alikuwa anakumbuka alwafa, yale ambaye amefanyiwa na Abu Bakar mwanzo wa Uislamu. Haya ni mafunzo ndugu zangu ambayo sisi Waislamu tunayapata katika maisha yetu. Leo ndugu zangu Waislamu, subhanallah, yani mpaka watu wanaogopa kuwafanyia watu khairi. Unaweza ukamchukua mtoto wewe kama ni yatima wa ndugu yako, ukamlea, ukamsomesha, akipata tu ajira ashakusahau, wewe ni adui yake, hamna salamu, hakuna kitu chochote, yani tayari ameshakuwa amebadilika, hakumbuki kabisa kwamba kuna siku moja aliishi katika nyumba yako. Unaweza kuwa na rafiki yako na ndugu yako au na kijana ukamfanyia fadhila nyingi, lakini subhanallah anakuja kubadilika, anakuja kuwa ni adui. Na hivi visa vinatokea maeneo mengi ndugu zangu Waislamu, mpaka watu wanakata tamaa ya kuwasaidia. Kimsaidia mtu anakulipa shari, wewe unamsaidia khairi, anakuja kukulipa shari hapo baadaye, na mpaka anatoa siri zako nje. Hii imeenea katika jamii kwa sababu hulq hii ya alwafa imeondoka katika tabia zetu sisi kama Waislamu. Imamu Ibn Hazm anasema alwafa min shiyamil kiram, mtu kuwa anakumbuka fadhila alizofanyiwa ni katika alama za watu wa karimu. Wal ghadar min shiyamil liam, na mtu kuwa na khiana na kulipa wafaa kwa uovu, hii ni katika alama za watu wenye tabia ya kishenzi. Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema min a'dhamul akhlaq wafa al-'abd liman ahsana ilayhi, katika tabia zilizokuwa njema kabisa ni mtu kutekeleza wema kwa yule ambaye amemfanyia wema, wa adami nisyani ayadil ma'ruf, na kutosahau mikono iliyomfanyia wema, yani asisahau katika maisha yake, kila siku awe nakumbuka, kama anaweza kulipa alipe, kama hawezi kulipa awaombee dua waliomfanyia yale ambayo yalikuwa ni mema. Imam Hasan al-Banna anasema laisa al-karimu alladhi idha qudiyat hajatahu nasiya akha, si mkarimu yule mtu ambaye anapotatuliwa matatizo yake anamsahau ndugu yake. Innama al-karimu alladhi yahfadhu al-wid ma baqiya, lakini mtu mwema ni yule ambaye anahifadhi wema muda wa kudumu, yeye anaishi, hasahau hata siku moja kwamba alifanyiwa wema. Na Imamu Hasan al-Basri anasema laisa al-wafau an tadhkura mahasina an-nas fi wujudihim faqat, si katika kutenda wema uwe unawataja mema ya watu wanapokuwa wako mbele yako, huyu bwana amenifanyia hivi, huyu bwana mtu mzuri sana, sio katika wema, anasema Hasan al-Basri. Bali al-wafa an tahfadh jamiluhum idha ghabu, lakini kulipa wema ni pale unawakumbuka mema yao pale wanapokuwa hawapo, unawataja kwa wema pale wanapokuwa hawapo, sio mbele ya macho yao. Wa antad'u lahum idha matu, na wanapotangulia mbele ya haki siku zote jiwekee kuwakumbuka kwa dua watu ambao wamekuwa ni sababu ya kukufanyia wema katika maisha yako. Wa antadhubba an a'radihim idha dhukiru bisu, na kuwa mstari wa mbele kutetea heshima zao pale ambapo watu wengine wanataka kuwavunjia heshima, wewe upo, basi unakuwa mstari wa mbele kuzuia yule mtu asivunjiwe heshima yake. Wa an la tansa fadlahum mahma taghayyaratil ayyam, na usisahau fadhila za watu waliokufanyiwa fadhila vyovyote siku zitakavyokuwa zimebadilika. Na akasema sehemu nyingine, aswa an-nas khuluqan, katika watu wenye tabia mbaya sana, man idha ghadiba minka, ni yule ambaye akikukasirikia, nasiya fadluk, anasahau kwamba kuna siku moja ulimfadhili akikukasirikia. Wa afsha sirrak, na akaanza kutoa siri zako sasa kwa sababu amesahau yote ambayo umemfanyia katika wema. Wa nasiya ushratuk, na akasahau maisha mlioishi pamoja. Wa qala anka ma laysa fika, na akakuzungumzia wewe katika sifa ambazo hata siku moja huna. Anasema huo ni min aswa an-nasi khulqan, huyo ni katika watu wenye tabia mbaya sana miongoni mwa watu. Ndugu zangu, leo watu kama tulivyosema wamekata tamaa kusaidia, kwa sababu wanaosaidiwa badala ya kulipa wema wanalipa maovu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawaliwaza watu wa aina hii kwa kuambia, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum shukuran
la nuridu minkum jazaan wala shukura, hakika tunawalisha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatutaki kutoka kwenu malipo ya aina yote wala hatutaki shukrani. Wewe kama Muislam fanya wema, usifanye wema kwa ajili ya ufanyiwe wema, fanya wema kwa ajili Allah Subhanahu wa Ta'ala au kumbuke wema ule ukute mbele ya Mwenyezi Mungu. Umelipwa, umefanya wema, umelipwa maovu, kwa Mwenyezi Mungu utalipwa wema. Isikuzuie kufanya wema tabia za watu wasiotambua wema, tabia za watu ambao wanakulipa maovu, isikuzuie wewe kuwafanyia wema na kuwafanyia wema watu wengine, kwa sababu aslan humfanyii wema yeye kama yeye, bali unamfanyia yeye wema kwa ajili ya kutafuta radhi za nani? Za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal ladhina amanu wa amilus salihat, hakika wale walioamini na wakafanya mambo mazuri, inna la nudhi'u ajra man ahsana amalan, hakika sisi hatutapoteza ujira wa mtu aliyofanya amali iliyokuwa njema. Haya ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chochote utakachomfanyia ndugu yako, ili usije ukawa disappointed, usitarajie shukrani kutoka kwake, wewe fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Akikushukuru kana biha, asipokushukuru tangu hapo kutaka shukrani kutoka kwake. Umefanya kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili tuweze kufanyiana wema. Wanaolipa wema kwa ubaya wako wengi, lakini isiwe ni sababu ya watu kutofanya wema kwa sababu wanaogopa kulipa mabaya, bali wamtarajie Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mbora wenye kulipa. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sarbihi, yeyote yule miongoni mwenu atakayeamka akiwa na amani na usalama katika nyumba yake, muafan fi jasadihi, ana afya katika mwili wake, hana maradhi yoyote, indahu qutu yaumihi, ana chakula cha siku yake, fakaannama hizat lahu dunya, huyu ni sawasawa na mtu ambaye ametawalishwa dunia yote. Ndugu zangu, maeneo haya matatu ni muhimu sana kwetu sisi kama wanadamu, kama Waislamu: amani, afya na uhakika wa kupata chakula. Kwa hiyo Waislamu tuwe makini, tusije tukajiingiza katika mambo ya kuvunja amani ya nchi, ambayo baada ya hapo yanapelekea katika kukosekana kwa vyakula, inatokea kupelekea kwenye mauaji, inapelekea katika shida tulizonazo zinatutosha. Hali ya uchumi tunaifahamu sisi wenyewe. Hali ya Mashariki ya Kati ilivyoharibika, uchumi umepanda, kila mtu analalamika, maisha yamekuwa ni magumu. Tusizidishe ugumu wa maisha kwa mikono yetu sisi wenyewe. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.